Naam, ni siku nyingine na mambo mengine, na katika kipindi kingine tena ama katika wakati mwingine tena tunakualika mtazamaji wa Kemgongo TV ndani ya Sport Kick, tuzungumze habari za kimichezo ambazo tumezivuta na kuzikusanya, lakini tumeziweka mezani kuzijadili kwa uzuri kabisa, hasa kwa marefu yake lakini kwa mapana yake, kujua kipi ambacho kimetokea, kinatokea ama kinataraji kutokea katika anga hili la kitaifa, hasa tukizungumza hapa nyumbani Tanzania. Tukianzia hapa ndani ya Sport Kick, tuanze kuangalia kwenye kipengele cha kwanza kabisa ambacho watu wanajikita kila siku, na tunazungumzia kwenye kipengele cha kick-off. Hapa kwenye kick-off, mtazamaji wa Kemgongo TV, tunazungumzia namna ambavyo maandalizi yameanza katika viunga mbalimbali, hasa tukizimulika timu mbili ambazo zinawakilisha Tanzania kwenye klabu bingwa barani Afrika, nikizungumzia Yanga Sport Club pamoja na Simba ambao tayari wameanza maandalizi yao, lakini baadhi ya wachezaji wao hawako kwenye timu hiyo kutokana na sababu mbalimbali, hasa sababu za kuitwa kwenye timu zao za taifa. Mfano ambao wanachezea timu ya taifa ya Tanzania wako na timu zao, tutakuja kuangalia hapo kwa uzuri. Lakini kwenye headline tutakuja kuangalia kwa uzuri goalkeeper wa kikosi cha Simba Musa Pinpin Kamara anaelekea kwenye kufanya upasuaji nchini Morocco. Tutakuja kuzungumza hapo kwa sababu ni jambo ambalo linashika hatamu sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa tukiangazia mustakabali wa Kamara baada ya kufanya upasuaji. Je, atarudi kwenye hali yake ama itakuwaje? Tuko na majibu hapa ya kuzungumza kitaalamu. Lakini kwenye masuala mazima ya box, ndani ya box tutazungumza kuhusiana na nani ambaye alifanya vizuri akiwa na Young Africans. Tutamulika kocha ambaye alishawahi kufanya vizuri na Young Africans. Kwa sasa hivi tunaangazia hayo kwa uzuri. Ni katika kipindi cha Sport Kick, mwenzangu ni Damiano Haule. Mimi ni Charles Fabian. Damiano? Naam. Tumekutana siku nyingine, tunaelekea weekend. Weekend na kashikashi na mambo mengi, lakini weekend hii hatutakuwa na mgawanyiko sana kwenye masuala ya kimichezo. Naam. Watu wa michezo hatakuwa wanavaa Simba Yanga, tunavaa uzi wa Stars kwa sababu tarehe 15 Stars na Kuwait. Nadhani mambo yatakuwa hivyo. Habari ya uzima kwanza? Tunamshukuru Mungu tuko salama. Ya, ni siku nyingine tena, ni siku ambayo tunamaliza wiki. Weekend ndio inaanza hivi. Sijui wewe mwenzangu. Mimi niko vizuri, mtaji ambao ni afya, niko vizuri, mambo mengine yanakuwa taratibu, tunapambana hivyo. Sawa. Na tuanzie hapo Damiano, kutazama namna ambavyo maandalizi yalivyo kwa timu zetu hizi kubwa ambazo zinaenda kwenye kutuwakilisha pia. Timu, ndio maana nasema timu zetu hizi kwa sababu zinatoka Tanzania, zinaenda kutuwakilisha kwenye hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Tuanze kuitazama Simba Sport Club. Tumeona jana Pila Pantev limeanza kuchezwa kwa uzuri zaidi. Tumeona kwenye akaunti yao ya Simba wakionyesha namna ambavyo mazoezi yameanza. Kwa wachezaji ambao hawapo na Simba kwa sasa hivi, Morris Abraham, goalkeeper Yakub Suleiman na wengine ambao wamejiunga na timu ya taifa ya Tanzania, kwa mfano chukulia hao. Kuna vitu wana miss kwenye tizi hili la Pantev kuelekea mchezo unaokuja wa Simba katika hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa kumiss, wanamiss ule umoja ambao wanaofanya wakiwa na kikosi chao cha Simba, lakini kwenye kusuala la fitness, mazoezi, nadhani hata huko walipo kwenye maandalizi ya kuelekea mchezo wa kesho, wanafanya mazoezi vizuri. Kwa hiyo ule umoja na ile timu ambayo mwalimu anahitaji icheze katika uwanja ndio ambayo ina miss, kwa sababu huwezi kucheza na watu ambao wanacheza katika vilabu vingine ambao unacheza nao kwenye mashindano haya ya CAF Champions League, unacheza katika klabu yako ambayo umesaini mkataba. Kwa hiyo kumisi ile partnership na combination ya uwanjani kama timu, kama klabu, hiyo wanaimisi. Lakini nadhani baada ya majukumu ya kitaifa kumalizika, wataweza kurudi kambini kujiandaa. Mchezo sio mbali, mchezo ni wiki hii inayokuja, siku ya tarehe 22 saa 1 usiku. Kwa hiyo hakuna muda mwingi wa kupoteza. Mara baada nadhani mchezo kutamatika, Tanzania dhidi ya Kuwait pale Misri, nadhani watapanda ndege haraka kuweza kurudi katika majukumu yao za klabu zao hizi ambazo wanaelekea katika mchezo hiyo. Bado tunasalia hapo Msimbazi ambako yalikuwepo maandalizi na yameanza tayari maandalizi wakiwa pale Mo Arena pale Bunju kwa ajili ya maandalizi. Tukitazama kikosi cha Simba ambacho kinafanya maandalizi kwa sasa, lakini kumekuwepo na wachezaji ambao wana changamoto za hapa na pale. Tumemtaja kidogo Kamara ambaye ana majeraha. Ndio. Lakini kuna Bajabel naye pia hajawa fit kuingia kwenye kikosi, lakini licha kwamba nimemuona kwenye mazoezi
lakini Kibu Dennis naye alipata changamoto ya kufiwa na babake mzazi, miongoni mwa wachezaji ambao unaweza kuwataja kwa haraka kwamba hawako na Simba kwa sasa hivi kwa 100% kabisa. Kwa hiki ambacho kinaendelea katika maandalizi, Simba ana uwezo, maandalizi yake ameanza mapema ama amechelewa, kwa sababu mechi ni siku kadhaa tu, takriban siku 7 mbele. Kwa maandalizi wameanza mapema, maandalizi wameanza mapema na ni jambo zuri, kwa sababu hatuwezi tukaacha mazoezi, hatuwezi tukaacha kuweka kambi alafu tukasubiria mpaka watu watoke majukumu yao ya timu za taifa and then ndio aje tuanze mchakato mzima wa maandalizi. Tutakuja kushtuka siku ambazo tayari zimeshakuisha. Kwa hiyo wameanza mapema na hiyo ni nzuri, na tumeona kwamba wanaendelea na mazoezi vizuri. Hiyo inatengeneza uaminifu na kuwajibika na tension ya timu na malengo ya timu, kwa sababu tayari wameshapewa mustakabali mzima wa kikosi kizima ambacho kitacheza, lakini pia wameshapewa yale majukumu ambayo viongozi, wanachama na klabu kwa ujumla walishakaa kwamba kufikia mwaka fulani au mwaka huu, msimu huu tunatakiwa tufike sehemu fulani. Kwa hiyo kila mmoja anatembea na hiyo hali, kila mmoja katika majukumu ya taifa au kwenye klabu au popote pale, lakini anakumbuka kwamba tarehe fulani kuna mchezo ambao unanisubiri. Kwa hiyo nadhani maandalizi wameanza mapema na hiyo itakuwa ni vizuri zaidi. Wote hao wameshinda katika stage hii ambayo ya group stage ambayo wapo sasa hivi. Kwa hiyo pressure nadhani sio kubwa sana kama miaka ile ya zamani, kwamba ukipangiwa na Mwarabu au ukipangiwa na mtu fulani unaogopa. Unapata uoga wa kukutana naye, unafungwa tu nje ya uwanja na ukiingia ndani ya uwanja watu wanamaliza shughuli. Kwa hiyo nadhani kuweka kambi mapema hiyo inasaidia zaidi kujiwekea mikakati ya ushindi zaidi. Okay, tugeukie kwa rafiki zao, watani zao, lakini majirani zao pia, wazee kutoka mitaa ya Jangwani pamoja na Twiga. Yes. Twiga na Jangwani. Young Africans. Kocha wao Pedro Goncalves ambaye ana mechi kama 2 tu akiwa na timu hiyo. Yes. Alicheza mechi ya kwanza akiwa na Mtibwa, lakini kama alikuwa na siku moja hivi, amecheza pia na KMC. Ameipata ladha ya timu yake ambayo anaitaka, kwa sababu kwa sasa hivi anaelekea kwenye mchezo wa 3 ambao mchezo wa 3 ni mchezo wa hesabu kubwa wa CAF Champions League, mchezo wa hesabu kubwa sana. Je, kwa vile ambavyo umeona Yanga, tuache hii ya Mtibwa kwa sababu alikuwa na siku moja, amecheza na KMC, tumeiona ladha ambayo Yanga pengine kafanya vizuri kwenye makundi? Yes, tumeiona na bahati nzuri ule mchezo niliufuatilia vizuri. Niliuona kwamba Yanga ya kipindi cha pili ilikuja kutupa favor uwanjani. Kwa wale ambao tulikuwa tunashuhudia, hatukuweza kujutia kupoteza nauli na viingilio kuweza kushuhudia ule mchezo. Yanga ya kipindi cha pili ilikuja vizuri, wakacheza vizuri, compactness unaona, hata wanavyo press unaona na press vizuri. Chemistry ya wachezaji mmoja mmoja inarudi taratibu, kwa sababu tumeona Yanga wamepitia kipindi kigumu cha kubadilisha makocha kwa msimu jana na msimu huu, makocha kama zaidi ya 3 mpaka sasa hivi, kuelekea 4. Kwa hiyo mimi nadhani Yanga ile kipindi cha pili kwenye mechi dhidi ya KMC walicheza vizuri kweli. Tulikuwa tunaona Yanga ambayo ni kama ile ya Mwalimu Gamonde ambayo haikuachia nafasi wewe kuchezea mpira au haikuachia nafasi kuja katika zoni yao. Wao wanakukabia juu huko ili kuweza kupunguza ile press ambayo unatakiwa kuifanya na counter attack. Kwa hiyo Yanga ile nadhani kama wakicheza vile katika mechi za kimataifa, wakipress namna ile, wing back zikatembea, lakini pia kiungo ambaye ana connect washambuliaji na viungo washambuliaji, kiungo ambaye ana connect defender na kiungo wachezeshaji wa timu pale namba 6 namba 8. Tumeona wacheza vizuri, akina Duke Abuya wamecheza vizuri kweli. Hata Pacome naye alikuwa amepunguziwa majukumu. Tuliona Pacome anatumia nguvu kubwa sana kuibeba Yanga, lakini baada ya hiyo tuliona kina Ikuo wanaanza kurudi taratibu, wakina Dumbia wanacheza vizuri sasa hivi, ukiunganisha na backline pia wanacheza vizuri kwa weledi na utulivu. Kwa hiyo kwa Yanga ile ambayo nimeiona ya second half, nadhani wakicheza vile katika michezo hii ya CAF Champions League na wakaweza kutumia nafasi ambazo wanatengeneza vizuri, wakaweza kumwamini pia kijana mdogo anaitwa nani huyu kijana mdogo, anaitwa namba 9 ambaye alifunga goli pia la penalty, alifunga Boyeli. Andre Boyeli, lakini pia kuna Edmund John. Yes, Edmund John
moja ya striker, moja wa viungo washambuliaji wazuri kweli kweli. Anaweza kucheza kama kiungo, anaweza kucheza kama false 9, ana 9 pia. Kwa hiyo mimi nadhani kwa mwalimu hawawezi kumwamini Edmund John. Edmund John ni moja ya wachezaji wazuri katika nafasi za umaliziaji. Kwenye nafasi 2 anafunga moja. Kwenye nafasi 3 anafunga 2, lakini pia ni mzuri wa kutoa assist. Anapoona nafasi ipo wazi ambayo mwingine anaweza kufunga, basi anaweza kufunga. Lakini pia Andy Boyele, confidence imerudi. Tunaona hata alivyoenda kuomba mpira wa penalty katika mechi ya juzi ya KMC akafunga. Confidence ya mchezaji inarudi wapi? Confidence inarudi pale ambako unafunga magoli. Kwa hiyo tumeona Dube anapitia kipindi kigumu sasa hivi, kwa hiyo atakuwa kwenye pressure kubwa, na hizi mechi zinahitaji mipango zaidi, sio ucheze mpira sana, hapana. Unaambia ni mechi za hesabu. Ni mechi za hesabu, yani uwanja wako nyumbani unautumiaje? Kwa sababu ukishindwa kutumia uwanja wa nyumbani vizuri, itakupelekea wewe kuweza kulose katika viwanja vya ugenini ambako unacheza kwenye population kubwa ya watu wengi. Na tunajua hizi tamaduni za Waarabu, wanajaza viwanja, wanakuja na mabomu, mabaruti yale, mabendera, nyimbo zimetungwa. Kwa hiyo pressure ya mashabiki ile inakupelekea una lose confidence, mwisho wa siku unapoteza au unapata sare. Lakini ukitumia vizuri nyumbani, basi una advantage kubwa ya kupita. Bado nadondokea hapo Jangwani. Tuzungumze kuhusiana na ubutu wa safu ya ushambulizi. Katika msimu uliopita walivyoshiriki kwenye klabu bingwa barani Afrika, walikuwa na mtu anaitwa Clement Mzize, ambaye kwa msimu huu safari ya mwanzoni hapa ya makundi tunaona kama atakosekana kwa mujibu wa taarifa kutoka Yanga. Ndio. Kwa sasa hivi Prince Dube, Andy Boyele ni kama ataanza ama atapewa nafasi, lakini kuna wachezaji wengine pengine wakategemea viungo washambuliaji ama viungo kumaliza shughuli hii. Unaona Yanga ikipitia wakati gani kuzifungua hasa safu za ulinzi za timu pinzani kwenye hatua ngumu ya makundi ambayo si goli mengi, 5-6, lakini nje na hivyo Yanga imekuwa ikipambana sana kupata hata goli moja au mawili. Hii unaiona ina urisi gani ama ugumu gani kwa Yanga kuweza kuwapa nafasi nzuri ya kufika hatua inayofuata? Kwanza Yanga tangu wauze washambuliaji wake, viungo washambuliaji, lakini pia na mshambuliaji namzungumzia Cliston Kalala Mayele, hawajapata yule technical, hawajapata yule full striker ambaye anaweza akaamua mechi kutokana na uwezo wake binafsi. Mechi inapokuwa ngumu, unaona striker anaamua. Tuliona msimu ambao Mayele amefanya mambo mengi, amefunga magoli. Kuna kipindi Yanga alikuwa anashinda goli moja tu. Wakishinda hilo goli ni goli ambalo amefunga Mayele, wanapata point 3 wanaondoka. Yanga ilikuwa ngumu kipindi kile, walikuwa wanajitafuta, lakini wakaanza kufanya vizuri. Msimu unaofuata walifunga magoli mengi zaidi. Kwa hiyo kwenye ile pengo la kuziba kwa Fiston Mayele bado hajapatikana. Msonda nadhani alikuwa anatakiwa abaki kipindi kama hichi, ingekuwa anafanya vizuri, lakini ndio hivyo tena, nao hayupo sasa hivi. Tumemwona Andy Boyele, Clement Mzize naye ndio huyo anaumwa, lakini kuna akina Edmund John wanaweza kucheza nafasi tofauti tofauti. Namba 9 ambaye anaaminika ni Dube, lakini Dube ana ukame wa kufunga mabao, nafasi nyingi anapata lakini anashindwa kuziconvert kuwa magoli. Kwa hiyo imekuwa ni mtihani. Mwalimu pia nadhani anaumiza kichwa, nani ambaye ataweza kubeba huu msalaba. Na ukiangalia hakuna namba 9 mwingine ambaye anaweza kubeba huu msalaba zaidi ya hao ambao wapo. Clement anaumwa na sidhani kama anaweza akarudi hivi karibuni. Bado sana, anaweza akarudi hata mwakani kwenye mwezi wa pili, labda mwezi wa 3. Lakini wakitaka kumwaisha Clement ili kwa ajili ya kuwasaidia, inaweza ikasababisha majeraha makubwa ambayo atamisi tena kwa kipindi cha muda mrefu. Kwa hiyo wamwache, watunze nguvu zake, apone vizuri. Hii kucheza akiwa na majeraha ndio inasababisha mpaka sasa hivi anashindwa kupona vizuri, anashindwa kuwa na msaada katika timu yake. Kwa hiyo kwa hao wale kuwepo, mwalimu achange karata vizuri. Nadhani tuamini vijana kina Edmund John ni kijana, mimi namkubali sana kwa sababu anajituma anapoingia kufanya kupambana, kupokea kupokea maagizo ya mwalimu, anafanya kwa nguvu na akishirikiana na Andy Boyele, nadhani Yanga anaweza kupata nafasi. Sasa hivi kuna wale washambuliaji, kuna viungo wale washambuliaji ambao tulimisi mchezaji kama Aziz Ki. Umeona jinsi alivyokuwa anacheza, kuna muda anaweza akatoa pasi, lakini kuna muda anaweza akajaribu nje ya boxi akashinda.
Kwa hiyo wale hawapo sasa hivi. Sasa kwa wale kuwepo hawa tuchange karata vizuri ili kuwezekana wa kupata ushindi katika mechi 3 za nyumbani, basi watu wapate ushindi. Sawa, tuzimulike kwa ujumla timu zote ambazo zinashiriki klabu bingwa barani Afrika. Hasa tuzungumzie hapo Simba na Yanga. Tunapata muda pia wa kuzungumzia siku nyingine tuzungumzie za kombe la shirikisho Singida pamoja na Azam. Tuizungumzie Simba na Yanga, lakini tuichukulie kwenye picha ya timu ya taifa. Kulikuwa kuna ulazima wa wachezaji kutoka Simba na Yanga kwenda kwenye timu ya taifa ambayo inacheza mchezo wa kirafiki wa kalenda ya FIFA, wakati kuna vijana Mbeya City, kuna vijana Mtibwa, kuna vijana wapi ambao wangeweza kuchukuliwa akaenda kucheza hizo nafasi. Hawa tuwape muda wa kucheza zaidi ama kujiandaa zaidi kwenye mchezo unaofuata, kwa sababu Damiano, tunapozungumzia mchezo wa mpira ni mchezo wa kugusana. Utamwamini Kabala kwanza, natolea mfano, ama utamwamini Kapombe kwanza ambaye pia anategemewa na timu yake ya Simba. Bahati mbaya anagongana na mtu anapata majeraha ambayo anaweka nje mwezi ama miezi miwili, inakuwa pigo kwenye timu yake ya club. Kulikuwa na ulazima huo kwamba Stars ya Gamondi ilikuwa na lazima kuchukua wachezaji kutoka Simba Yanga katika kuelekea mchezo huu ambao ni wa kirafiki tu wa kupimana nguvu. Kulikuwa kuna ulazima, lakini nadhani mwalimu ambacho alikuwa anakitafuta ni timu ambayo anatakiwa kuiandaa vizuri. Ndio maana umeona hata watu waliowaita wengi ni vijana wadogo na wengine pia waliokuwa majeruhi hawajaweza kuitwa. Kwa hiyo nadhani mwalimu alikuwa anaangalia ako namna gani au kubwa na upana wa kikosi chake ambacho unaweza akatumia na kuangalia jinsi wachezaji ambao anaweza akawatumia katika AFCON ambayo inakuja. Kwa hiyo ni kuangalia full squad yote kwa ujumla kwamba katika mashindano yajayo nitamwangalia nani na nani atatumika zaidi. Lakini kwa sababu hapa baadaye tuna mechi za kitaifa, nadhani kuna kupumzishwa kwa wachezaji hao. Nadhani pia katika kalenda za FIFA hamna mechi nyingine ya kirafiki hapa karibu. Kwa hiyo kupitia hii nadhani atajua namna ya kikosi chake ambacho atakitumia vipi. Lakini kama ungekuwa kuna ulazima huo, angejaribu kuchukua wachezaji wengine, kwa sababu wachezaji ni wengi. Wachezaji ni wengi ambao wanatokea timu nyingi na tuna takriban timu zaidi ya 15. Kwa hiyo zote hizo zingeweza kutoa kikosi cha kwanza, cha pili, pengine mpaka cha 3 ambacho kiko full. Lakini kwa hili nadhani mwalimu alikuwa anaangalia jinsi na namna wachezaji gani atawatumia katika mashindano ambayo yanafuata. Okay, sawa, na tunaelekea kwenye michezo hiyo ambayo tutakuja kuwa tunaizungumza kwa undani, lakini kwa ufundi zaidi. Tutakuja kutazama namna taarifa ambavyo vinaendelea kutoka kwa Simba, kwa Yanga, lakini pia tutapata wasaa mzuri wa kuzungumzia tutakapopata muda mwingine kwenye kipindi kingine ndani ya Sport Kick. Tutazungumzia pia kuhusiana na ratiba, lakini maandalizi ya timu hizi za Singida pamoja na Azam kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Nikukumbusha tu kwamba mtazamaji wa Kemgongo TV, Young Africans wao watakuwa nyumbani, wataanza nyumbani dhidi ya timu kutoka pale nchini Morocco. Timu ya jeshi kutoka pale Morocco inaitwa AC FAR Rabat. Lakini mchezo huu utapigwa pale New Aman Complex pale Zanzibar. Lakini mnyama Simba yeye atakuwa kwa Mkapa, atawaalika vijana kutoka pale Luanda, Angola, ama Petro Atletico kutoka pale nchini Angola. Ni ratiba ilivyo hivyo, lakini tukukumbushe tu cha msingi kwamba wewe ambaye umeungana nasi kwa muda huu hapa, kipindi hewani ni Sport Kick na tulikuwa kwenye kipengele kizuri cha tactics tukizungumzia kwa utaalamu na kwa ufundi zaidi namna ambavyo timu hizi za Simba na Yanga zinarejea na kuweka nguvu kubwa kuelekea katika michezo ya hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini hapo ni tamati ya tactics. Moja kwa moja tutupie jicho kwenye headline. Kitu gani kinaumiza kichwa kwenye mitandao ya kijamii? Tuko hapo.